Nasaha 24 TV. Majina naitwa ndugu Kakozi, Mrisho Kakozi. Ni mzee wa msikiti wetu huu hapa. Na tunashukuru kwa Ijumaa leo. Ijumaa leo imamu amehimiza amani iliyopo na maendeleo yaliyopo katika nchi yetu. Hapa juzi hapa kupatika tafrani ya vijana kuingia mtaani na kuzusha ghasia zaidi. Kwa hiyo amani ilitoweka hapo kidogo. Amani ilitoweka. Kwa hiyo ametumiza sisi wenye wazazi, wenye watoto wa nyumbani, basi tuasi vijana wetu tueleze umuhimu wa amani, ambavyo bila amani tusingeweza kuswali hata hivi leo Ijumaa leo. Tukatumiza tuahimize watoto tuwaweke katika hali njema na kumjua Mwenyezi Mungu na kujua mamlaka za bandaje. Naitwa Saidi Majaliwa, ni sehemu ya kamati ya msikiti wa Itende. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupata Ijumaa ya leo, kwa maana ya kwamba bila Mwenyezi Mungu sio kwa uwezo wake yeye tumeweza kupata Ijumaa ya leo, lakini tunamshukuru khatibu wetu wa leo ameweza kutuhamasisha kuhusu imani kulingana na mambo yaliyo kujitokeza katika nchi yetu baada na kabla ya uchaguzi wa 2025. Kikubwa ametuhimiza tudumishe amani, kwa sababu amani ndio kila kitu. Bila amani hauwezi kufanya jambo lolote la maendeleo katika nchi yetu, na Uislamu pia hauwezi kufanya ibada bila kuwa na amani. Kikubwa Waislamu tudumishe amani, na vijana kila ambacho nakidai basi kidai kwa misingi ya kisheria, tunaweza kudumisha amani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Musa Rogers, ni mwanafunzi wa shule Itende Sekondari. Kwa kuchangia au kwa kudadavua alichokiongeleza Imam kwenye mimbari yetu ya leo, ni kwamba imani na amani zaidi kwenye mikazo wa amani. Tanzania ni nchi ya amani, napaswa kusimamia amani ili mambo mengine yaendelee. Bila amani hakuna maendeleo. Mashahidi juu ya adha tulizokutana nazo katika kipindi hichi kifupi. Kwa nchi kama ya kwetu ya Tanzania hatujazoea mambo haya. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuzihusie nafsi zetu, lakini pia tuwahusie watu wetu tulionao majumbani. Tunao vijana ambao ndio wanaita kizazi cha 2000, kuanzia 2000 kuja 95 kuja huku, ndio wanaofanya fujo na nini. Sisi tuwe ni wenye kuwatuliza hao vijana, tuwaeleze kwamba haya, hata kama mnasema umaskini haujaanza leo, hii hali huwa inatokea. Kikubwa ni watu kuwa na subra. Watu kuwa na subra. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna maneno yanasemekana, bwana tunataka tena turudi barabarani na nini. Sisi Waislamu ni haramu kwetu kuyafanya haya wanayoyafanya, kwa sababu tumeaiga kwa nani? Ndugu zangu, naendelea kutoa nasaha, tujitahidi tujiepushe na haya, kwa sababu haya yatatupelekea kuingia katika maangamizo, na Mwenyezi Mungu ameshasema wala talqu biaidikum illa tahluka, msijipeleke kwa mikono yenu katika maangamizo. Ukienda pale barabarani ukiandamana, ukipigwa risasi, usije ukasingizia kwamba nimekufa shahidi. Hakuna kufa shahidi kwa staili hiyo. Kufa shahidi haufi kwa staili hiyo. Kwa kwenda kubomoa duka la mtu ukachukua mali yake unasema nimekufa shahidi, wewe sio shahidi. Wewe ni dhalimu, ulikuwa unakwenda kudhulumu mali ya mtu. Tutumie majukwaa haya kunasihiana, kuwanasihi ndugu zetu, kuwanasihi vijana wenzetu. Sisi Waislamu tutoke misikitini tukawahamasisha hata hao wasiokuwa Waislamu. Jamani, hili tunalokwenda kulifanya hili si sawa. Hata kama tunataka, hatutaki kutumia njia kama hii. Ni njia inayokwenda kuwaumiza watu wasiokuwa na hatia, wakina mama, watoto. Tunafungiwa ndani toka asubuhi mpaka jioni, hujui unaenda kununua mboga wapi. Allah tabarakahu wa taala anasema, enyi kwamba mlioamini mtiini Allah tabarakahu wa taala, lakini pia anamumtii Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia anamuatii wale wenye vyeo juu yenu, ambao wenye mamlaka. Hii yote ni kwa sababu ya kwamba jambo lolote linapokwenda bila kuwa na uongozi, kwa maana ya kwamba shaitani ndo anakuwa kiongozi. Ndugu Waislamu,
Maana yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anahamasisha umma wake ya kwamba washindane kufanya matendo mema kabla ya machafuko hayajaweza kuwadiriki. Kwa maana ya kwamba machafuko yakiweza kuwapitia, machafuko yanapoweza kuwafikia katika nyakati waliopo umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, machafuko hayo yataweza kuwapitia hata wale ambao hawana hatia. Kwa hivyo basi, kabla ya machafuko hayo hayajaweza kukufikia na kukukuta, maadamu kwa kuwa wewe bado upo hai, hebu tushindane na tufanye haraka na tuyapupie matendo mema kabla ya mambo hayo hayajaweza kujitokeza.